siku nyingine tena hii hapa ya Ijumaa, siku ambayo ni tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Naamini kabisa ubuheri wa afya na unaendelea vizuri. Karibu sasa katika taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Na miongoni mwa habari tulizonazo siku huu wa leo ni pamoja na mafundi nguo waliopo soko kuu Mlango Mmoja halmashauri ya jiji la Mwanza waomba kuwezeshwa kupitia fursa mbalimbali serikalini. Kwa haya mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati. Unaweza vile vile kutufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno Habari Star TV. Nitakayekuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atoa hoja kuahirisha shughuli za bunge hadi Machi 31 mwaka huu. Serikali isisitiza kuwa mapambano dhidi ya matumizi dawa za kulevya hawezi kufanikiwa kwa kutumia hatua za kisheria na kitabibu pekee. Kwa habari za biashara na uchumi, vyama vya ushirika vyaendelea kutajwa kuwa nyenzo muhimu katika kujenga uchumi wa wananchi. Na katika habari za kimataifa, Iran na Marekani zaendelea na mazungumzo nchini Oman. Na katika habari za michezo na burudani, timu ya Azam inapania kulipiza kisasi dhidi ya AS Maniema. Moja kwa moja sasa tuanze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa na tuanzie huko mkoani Pwani. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Hassan Zungu ameshangazwa na baadhi ya mambo kutoenda kama yalivyopangwa licha ya serikali kutatua changamoto mbalimbali zilizokuwepo. Tupate taarifa kamili na Joyce Ngerengera. Ni katika mkutano wa pili kikao cha 9 bungeni jijini Dodoma, Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu akataka kufanyika kwa mabadiliko. Lazima tubadilike. Frictions za uchumi zimeshaondolewa kwa sima kuwa sana, Mheshimiwa Rais. Miundombinu tunayo, ndege tunazo, mawasiliano tunayo, barabara tunayo, madaraja tunayo, treni tunazo. Tunangoja nini kwenda mbele? Kwa serikali tunawaomba sana, na kweli wabunge hawa tutabanana kwa kweli mundani. Sheria zetu bado sio friendly kwa uwekezaji, sio rafiki kabisa. Yote tunalinda hichi, mtu anashindwa kusoma andiko, kimbilio lake ya kwanza, hii kuna usalama hapa, hapa kuna hiki, kuna hiki. Sasa hivi jamani, mambo usalama, everybody knows everything what you do. Akihitimisha hoja ya mjadala wa mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akataka kufanya mageuzi makubwa katika mamlaka ya serikali za mitaa ili kuchochea maendeleo. Haitawezekana kuleta maendeleo katika nchi kutokea Dodoma. Maendeleo lazima yatokee kwenye local government kwa sababu ndiko kuliko na wananchi. Haiwezekani tulivyoweka kwenye mpango tunatarajia ifike mahala bunge lako hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, lisijadili habari ya kujenga stendi za vituo vya mabasi. Bunge hili lisijadili habari ya kujenga madarasa. Bunge hili lisijadili habari ya matundu ya vyoo. Mambo haya yafanyike kwenye local government. Hapa tujadili namna ya kwenda space kule huko. Aidha, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ametoa hoja kuahirisha shughuli za bunge hadi Machi 31 mwaka huu, huku akitoa maelekezo kwa wabunge. Mnaporejea majimboni, fuatilieni kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yenu. Na ninaelekeza, wekeni hata mawe ya msingi na zindueni miradi katika maeneo ambayo iko tayari. Vile
Vilevile hakikisheni mnapata taarifa za utekelezaji wa kila mradi. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV. Na hiyo ni sauti ya kwake Joyce Ngerangera kutoka mkoani Dodoma. Tuendelee kusalia hapo hapo mkoani Dodoma. Serikali imetaka kampuni ya mtandao wa simu Airtel kukamilisha kwa wakati ujenzi wa minara mipya 132 ili kuimarisha mawasiliano katika kuunga mkono jitihada za mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Huyu hapa Brian Moses kwa taarifa zaidi. Maelekezo hayo ya serikali yametolewa jijini Dodoma na waziri mwenye dhamana ya mawasiliano na teknolojia ya habari, Angela Kairuki, katika hafla ya uzinduzi wa maduka 31 ya kisasa ya kampuni ya mawasiliano ya simu Airtel mkoani Dodoma. Pamoja na kwamba tumetoa lengo la kukamilisha ndani ya miezi 15 ifikapo Machi 2027, lakini naamini kwa changamoto zile ambazo mlieleza mlikutana nazo wakati wa utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 tumejipanga kuweza kuziondoa. Hivyo basi naamini muda huu wa ujenzi wa minara hii 132 iliyokasimiwa kwa Airtel, naamini nayo pia itaweza kukamilika kwa wakati. Endapo mtakutana na changamoto yoyote katika ujenzi wa minara hiyo, basi naomba sana msisite kuweza kutujulisha kama wizara ili tuweze kuchukua hatua stahiki ili hatimaye kazi hii iweze kukamilika kwa wakati na wananchi wetu waweze kunufaika na huduma ya mawasiliano nchi nzima. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya Airtel, Charles Kamoto, amesema mpango mkakati huo wa ufunguzi wa maduka unalenga kupanua wigo wa huduma kwa wateja. These shops, Honorable Minister, have been strategically located in high demand areas like this one, serving both businesses and individuals. Here we do have a university just next to us, so we know that students will be taken care of. We have small and medium enterprise businesses that are around us, and this is the approach that we have used in all the corners that we have chosen across the country. So in each of these locations, more than 400 small and medium enterprise customers stand to benefit from our tailored business solutions. Maduka haya tunayaita Smart Airtel Shops kwa sababu kubwa moja, uendeshaji wake hautumii karatasi, yaani hakuna tena mambo ya kujaza fomu, maana tunasema sasa tunaenda kidijitali, na huduma pia zinapatikana bila kutumia hizo fomu. Matangazo yetu yatakuwa yanarushwa kwa kutumia screen na sio vipeperushi tena, na haya maduka zaidi ya 31 yamegawanyika katika mikoa mikuu ya Dodoma. Tutaenda kuwa na maduka zaidi ya 4, Dar es Salaam tutakuwa na maduka zaidi ya 10, Arusha tutakuwa na maduka zaidi ya 4, Mwanza tutakuwa na maduka zaidi ya 5, na bila kusahau kisiwa chetu cha Zanzibar kitakuwa na maduka zaidi ya 4. Kutoka jijini Dodoma, Brian Moses, Star TV. Asante Brian Moses kwa taarifa hiyo. Serikali imesisitiza kuwa mapambano dhidi ya madawa ya kulevya hayawezi kufanikiwa kwa kutumia hatua za kisheria na kitabibu pekee, bali yanahitaji ushiriki wa pamoja wadau wote katika jamii, ikiwemo taasisi za elimu, viongozi wa dini na asasi za kiraia, kuokoa vijana walio kwenye hatari zaidi ya kuathirika na madawa ya kulevya. Omar Hussein kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, zaidi ya watu 300,000 nchini kote wanajihusisha na matumizi ya dawa za kulevya. Kati yao 41,000 hadi 71,000 wanatumia njia ya sindano, hali inayoweka katika hatari ya kuambukizwa magonjwa mengine na kupoteza maisha. Vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa wanatajwa kuwa waathirika wakubwa, ikisababishwa na upatikanaji rahisi wa dawa hizo na ukosefu wa elimu sahihi. Wengi wao huanza kutumia kwa majaribio au kutafuta njia mbadala ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Watu wengi ambao wameingia katika matumizi ya madawa ya kulevya, wengi huwa wanaingia kwa kujaribu au kwa kuiga, na wengine wanaichukulia kama ni njia ya kupooza changamoto ambazo wanazipitia. Labda mtu ana stress, amepata stress ya shule, amepata stress ya fedha, mwingine stress ya mahusiano, anaamua kutafuta namna ya kujituliza, anasema ngoja nikajitulize. Sasa bahati mbaya ni kwamba ukianza kutumia kidogo unahitaji dozi kubwa zaidi kuendelea kuridhika. Kwa mwisho wa siku mtu anajikuta hawezi kujikontrol tena. Kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, madhara ni makubwa. Mbali na kusababisha vifo,
inaathiri pia nguvu kazi. Asilimia karibia 80 ya watu wanaokufa kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, wengi wanakufa kutokana na dawa za kulevya aina ya afyuni ambazo ndio hizi opioids. Kwa hiyo ni janga kubwa la kidunia, janga kubwa la Kiafrika, lakini na Tanzania vile vile. Kumefanyika kongamano la kimataifa la Afrika ya Kesho 2026 limewakutanisha wadau kutoka mataifa mbalimbali kujadili mikakati ya pamoja kuzuia matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Tunalenga kwamba tutoke na mikakati ambayo itawaboresha au itawatoa hawa vijana wakiwa ni wenye afya, ili waijenge Afrika yao ya kesho wakiwa hai na wakiwa na uelewa timamu. Mamlaka hizi za kuzuia madawa kulevya zinahusika na utekelezaji wa sera. Kwa hiyo tutajadili zaidi namna ya utekelezaji wa sera, kwa sababu sisi sio watunga sera. Lakini tutakaposhirikiana na wizara, tutajadili pia na namna ya kuangalia sera zilizopo na namna ya kuziboresha. Kama vijana ni muhimu kujiepusha na mambo haya, ili kama taifa ambao ndio nguvu kazi katika nchi yetu tuendelee kuwa salama na kuendelea kuwa mchango mzuri katika nchi yetu. Msisitizo wa serikali ni kuendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo, taasisi za elimu na jamii kuhakikisha vijana wanakuwa salama dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, kulinda nguvu kazi ya taifa na mustakabali wa Afrika ya kesho. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Huseni wa Star TV. Asante Omari Huseni kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tuungane na Angelo Moleka kutoka mkoani Arusha. Tanzania imeendelea kunufaika na miradi inayotumia teknolojia ya nyuklia inaendelea kutekelezwa katika maeneo tofauti nchini kwa ushirikiano wa wakala wa nguvu za atomiki duniani. Tupate taarifa kamili. Wataalamu na watendaji wa IAEA wakiongozwa na kaimu mkurugenzi wa idara ya ushirikiano wa kiufundi kwa Afrika Gasha Wode na afisa usimamizi wa programu Aza Kashani wametembelea makao makuu ya Tume ya Nguvu za Atom Tanzania jijini Arusha, lengo likiwa ni kujionea na kutathmini miradi inayotekelezwa kwa ushirikiano baina ya Tanzania na taasisi hiyo katika sekta za chakula, kilimo, elimu, afya na viwanda. Tuna miradi kwa sasa inayoendelea minne. Tuna wa kwanza ambao ni kwa ajili ya mbegu, kutengeneza mbegu bora, ambao mradi huu uko Nelson Mandela na Atari. Lakini wa pili tunao ambao ni kutengeneza laboratory ya kisasa, ambao mradi huu uko Zanzibar. Tuna mradi mwingine ambao ni kwa ajili ya irradiator. Irradiator ni mashine ambayo inatumika kupiga mionzi kwenye vyakula ili visiharibike. Na mradi mwingine ambao ni mkubwa zaidi ni ule ambao Tanzania inataka kuongeza vituo vya matibabu na uchunguzi wa kansa. Pamoja na miradi hiyo kuendelea kutekelezwa na baadhi ikiwa katika hatua za awali, imeelezwa na mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atomiki Tanzania Profesa Najat Kasim Mohamed utayari wa Tanzania kuzalisha umeme wa nguvu ya nyuklia na kwamba IAEA ipo tayari kufadhili mradi huo. Kwa kawaida kwa duniani umeme wa nyuklia tangu unapoonesha nia mpaka kupata umeme ni miaka 10. Lakini Tanzania tumejidhatiti, tunasema tunataka tupate umeme huo chini ya hiyo miaka 10. Kwa sababu kwa nini inachukua muda? Kwa sababu inaangaliwa sana na huo wakala wa nguvu za atomu duniani. Kwa hiyo wao wamesema kwamba kuna awamu 3. Unaenda awamu ya kwanza, unakuja kutizama audit, kweli umetimiza, unakwenda awamu ya pili, unakwenda awamu ya 3. Na katika hizi awamu pia kuna vipengele 19 ambavyo ndio unavyotakiwa uvitimize. Tayari ujumbe huu umetembelea baadhi ya wizara za serikali na kukutana na watendaji wakuu, taasisi zinazonufaika na miradi inayotumia teknolojia ya nyuklia, ikiwemo hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, na baadaye utaelekea hospitali ya Ocean Road Dar es Salaam na kisha Zanzibar kukagua mradi wa kuimarisha uwezo wa maabara ya usalama wa chakula. Angelo Moleka, Star TV. Tukitoka mkoani Arusha moja kwa moja tuelekee huko Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua soko la Kariakoo ambalo mwaka 2023 liliungua moto, huku ujenzi wa ukarabati wake ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 28. Athman Mihula huyu hapa anatujuza. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kufanya uzinduzi wa soko hilo la Kariakoo Februari 8 mwaka huu baada ya ujenzi na ukarabati wake kukamilika. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza na waandishi wa habari kuhusu ziara hiyo amesema shilingi bilioni 28 zimetumika kukarabati soko la zamani na kujenga jipya. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupatia heshima kubwa wana Dar es Salaam kwa kufanya ziara tarehe 8 ya mwezi wa pili 2026
kuanzia saa 2 asubuhi kwa lengo la kuja kuzindua soko la Kariakoo. Katika hatua nyingine, Chalamila amewataka wafanyabiashara walioziba barabara za kuingia sokoni hapo kuondoka na kuziacha wazi kabla ya siku hiyo ya uzinduzi. Tunasema katika maeneo yale ambayo walikuwa wamepanga bidhaa zao, ni vema wakatambua kwamba si wakati wa kutumia nguvu kuweza kusifungua barabara hizo, bali kupitia uongozi wa machinga, uongozi wa waendesha pikipiki, kuzifungua barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla ya tarehe 8 ili barabara zote ziweze kupitika katika maeneo hayo muhimu. Soko hilo la Kariakoo baada ya kukamilika ujenzi na ukarabati wake una vizimba na sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500, huku wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia katika soko hilo watakuwa zaidi ya 1000. Mbali na sehemu za kufanyia biashara, pia kutakuwa na eneo la maegesho ya magari. Athmani Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Wakazi zaidi ya 1014 waishio katikati ya manispaa ya Musoma mkoani Mara wameondokana na adha ya kutumia gharama kubwa kusafirisha maji taka kutoka katika vyoo vyao kufuatia serikali kukamilisha mradi wa maji taka uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 33. Sadiki Hunga anatuhabarisha. Manispaa ya Musoma iliyopo mkoani Mara ni miongoni mwa miji nchini iliyokuwa ikikabiliwa kwa kiasi kikubwa na tatizo la wakazi wake kuwa na mfumo wa kizamani wa usafirishaji wa maji taka kutoka katika kaya zao. Maji machafu ambayo yangetiririka kwenye ziwa bila kusafishwa sasa yatasafishwa. Kutokana na hali hiyo, serikali ilitoa zaidi ya shilingi bilioni 33 ili kujengwa mradi wa kisasa wa maji taka kwa nia ya kuondolea adha na hatari ya wakazi katika mji huu kuugua magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji taka. Kwa upande wa afya ya jamii, mradi huu unaimarisha hali ya mazingira kwa wakazi wa manispaa ya Musoma kwa kupunguza magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara, sababu sasa yale maji taka yatakuwa yanatibiwa kwanza kabla ya kuyapeleka kuyarudisha ziwani. Lakini kwa hiyo kwa gari la cubic mita 10 au lita 10,000 ya maji taka yakienda kumwagwa kwenye bwawa la kwetu la maji taka, tunachaji shilingi 10,000. Wakazi katika mji huu wanaopokea vema mradi huu, huku wakiomba wasimamizi wa mradi huo kushughulikia changamoto zilizopo ili mradi huo uweze kuwafaa watu wengi zaidi. Je, wakati wa kuunganisha yule mwananchi atagharimikia mita zote hizo za bomba mpaka kufika kwenye chemba? Katika kata yetu ya Iringo mradi wetu umepita, lakini kuna baadhi ya nyumba kama 12 mradi huu umeruka. Gezea gharama hiyo izidi kushuka chini tofauti na 80%, kwa sababu tunaona gharama inakuwa ni kubwa sana. Meya wa manispaa ya Musoma Alex Nyabiti anaitumia fursa hiyo kuwataka watendaji wa MUWASA kuongeza kasi kuwaunganishia huduma wakazi katika mji huu. Natoa wito kwa uongozi wa MUWASA na viongozi wa serikali, hasa madiwani, watendaji wa kata, mitaa na wenyeviti wa mitaa kutoa elimu ya kutosha kuhusu mradi huu na kuhamasisha watu wengi kujiunga kwenye mradi wa maji taka. Kukamilika kwa mradi huu kunataraji kuokoa maisha ya wakazi takriban 190,000 waliopo katika manispaa ya Musoma na kuwaondolea gharama za usafirishaji wa maji taka kutoka katika vyoo vyao. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Asante Sadiki Hunga kutoka mkoani Mara. Wakazi wa mtaa wa Yombo Vituka, halmashauri ya wilaya Temeke mkoani Dar es Salaam wameendelea kuonesha uzalendo kwa vitendo kwa kutengeneza miundombinu ya barabara ya Falkland kwa Masai iliyokuwa korofi kwa muda mrefu, hasa kipindi cha mvua. Huyu hapa Sofia Malaki. Kufuatia juhudi hizo zilizowaibua wakazi wa maeneo hayo kwa kuchangishana fedha ili kujenga barabara ya mtaa huo, katibu wa wilaya ya Temeke wa Chama cha Mapinduzi CCM Daniel Sai, ambaye pia ni miongoni mwa wanajamii walioshiriki katika zoezi hilo, amesisitiza ushirikiano huo uwe endelevu kwa jamii ili kuleta maendeleo. Kinachofanyika hapa ni sehemu ya kujali utu na ubinadamu, kwa sababu njia hii wakazi wa mtaa huu wa Vituka ndio wanaitumia
kupita, hasa wanaotoka huku chini bondeni kidogo kupandisha juu kwenye mahitaji mengi zaidi. Kwa hilo ni jambo la kiutu, na sisi kama Chama cha Mapinduzi ndio maana tunasema tuunge mkono jitihada za mwenyekiti wetu wa mtaa, ndugu waziri, ambaye yeye ni mwenyekiti wa mtaa huu anayetokana na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, pamoja na serikali kwa maana utendaji na wengine wote walipanga na kutafakari na kuamua kuchukua hatua hizi. Mwenyekiti wa mtaa wa Yombo Vituka, Waziri Mwenye Hamisi, aliyeongoza gurudumu hilo kwa kushirikiana na viongozi wa mtaa huo, amewashukuru wananchi wa Falkland kwa kujitolea katika masuala ya maendeleo. Kama serikali ya mtaa wa Vituka na wananchi wangu wa mtaa wa Vituka kwenye hili eneo la Falkland, ni baada ya kuona kuna eneo la barabara ambayo imeharibika kutokana na mvua zilizopita huko nyuma. Wananchi wanapata shida, wakina mama wanaanguka. Tukaona tukae na wananchi wetu, tukakubaliana kuchangishana kidogo kidogo tulichokuwa nacho. Tukaomba support kwa viongozi wetu, kama mnavyoona Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke wamechangia mifuko 10. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki katika hamasa ya ujenzi wa barabara hiyo wamesema wameamua kujenga barabara hiyo kutokana na adha ya muda mrefu, hasa kipindi cha mvua. Kwa hiyo juzi tukawaita wananchi wote, tukasema chochote ulichonacho, pamoja na kuna watu kama 30 ambao wamechangia, lakini wananchi wote ambao wanapita hapa, chochote ulichonacho basi na wewe uchangie uweze kurekebisha hiyo kazi. Sisi kama viongozi au kama wakazi wa eneo la Falkland tumelipokea ile walizungumza, tumeanza kuchangishana na baadhi ya viongozi wa chama nao wametusaidia, basi jambo leo linakwenda. Lakini changamoto kubwa ilikuwa eneo hili ni mbovu na ilikuwa muda wote hapa mtu anaweza na kazi inaendelea, lakini pia tunampongeza Mama Samia Suluhu Hassan kuweza kuwachagua viongozi mahiri wa kufanya nao kazi. Hiyo ni mara ya pili kwa wakazi wa eneo hilo kuonesha ushirikiano katika kuboresha miundombinu ya eneo hilo ambalo wakati wa mvua linakuwa ni kero, na kuomba mamlaka za juu kuangalia barabara za mitaa ambazo mara nyingi zinakuwa na changamoto. Kutoka Dar es Salaam, Sofia Malaki, Star TV. Asante Sofia Malaki kutoka Dar es Salaam. Na sasa tuelekee huko mkoani Manyara. Uongozi wa wilaya Babati mkoani Manyara umesema unatambua jitihada zinazofanywa na wadau mbalimbali wanaotoa sehemu ya mapato yao kuchangia maendeleo ya jamii wilayani humo. Zakaria Mtigandi anatuhabarisha. Mkuu wa wilaya Babati Emanuela Kaganda ametoa kauli hiyo alipokuwa akipokea vifaa vya elimu vilivyotolewa na benki ya NMB kwa shule 3 za msingi na zahanati, ikiwa ni sehemu ya faida ya mapato ya benki hiyo. Jukumu hili mlilolifanya leo ni jukumu la serikali. Kwa nyinyi mmekuwa partners wazuri wa kusaidia serikali kuweza kutekeleza majukumu yake, na kila sababu ya kuwashukuru sana. Na tumeona mkifanya hivyo sio hapa tu, sehemu nyingi mmekuwa mkisapoti sana serikali yenu. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuwashukuru, na hakika Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Meneja wa benki ya NMB kanda kaskazini Baraka Radislausi amesema kwa benki hiyo itaendelea kutoa sehemu ya faida yake kusaidia masuala mbalimbali ya kijamii. Tunao wajibu wa kuhakikisha jamii inayotuzunguka inafaidika na faida tunayoipata kama taasisi. Kupitia mfuko wetu wa kusaidia jamii, benki ya NMB imejikita kutatua changamoto kwenye maeneo ya elimu, afya na misaada ya hali na mali wakati wa nyakati ngumu zinazoikumba nchi yetu. Afisa elimu shule za msingi halmashauri wa mji wa Babati Simon Mdee amesema msaada huo utaimarisha zaidi mahusiano kati ya benki ya NMB na halmashauri, huku mwalimu mkuu wa shule ya msingi kiongozi iliyopata msaada huo Omari Mohamed akielezea msaada huo utakavyosaidia shule hiyo. Tunakiri kupokea jumla madawati 50 katika shule yetu ya msingi ya Kiongozi, na tumeyapokea na unayaona yako mbele hapa. Lakini vile vile tunakiri kupokea vile vile mabati katika shule zetu za msingi. Tumepokea mabati katika shule ya msingi ya Singu B, jumla mabati 150. Lakini vile vile tumepokea mabati 155 katika shule yetu ya msingi ya Sora. Lakini pia tumeweza kupokea jumla mabati yasiyopungua 134 wakati tunajenga zahanati yetu ya Imbilili ambayo ipo katika kata ya Sigino. Tumeletewa madawati 50, kwa sasa tutakuwa tuna upungufu wa madawati 58. NMB kutuletea madawati 50 wametusaidia kuwapa uwezo watoto 150 kuweza kukaa kwenye madawati ambapo walikuwa wanakaa chini hapo awali. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara.
Asante Zakaria Mtigandi kutoka mkoani Manyara. Kampuni ya huduma za kifedha kwa njia ya simu Mix kwa kushirikiana na Benki ya Azania imezindua huduma ya mchango, jukwaa jipya la kidigitali linalowezesha ukusanyaji, utumiaji na usimamizi wa michango kwa urahisi zaidi na uwazi. Tupate taarifa kamili. Mchango haina limitation. Haina limitation ya kwamba wewe, lakini wewe kama admin unaruhusiwa kutengeneza hadi akaunti 3 za mchango kwa wakati mmoja, kutegemea na shughuli mbalimbali ulizokuwa nazo, lakini kama ninavyosema kwenye kuchangiwa au pledges haina limit. Ukiwa na shughuli yako ya watu 3 unaweza kutumia akaunti yako ya mchango. Ukiwa na shughuli ya watu 1000 unaweza kutumia mchango. 5000 unaweza kutumia huduma ya mchango. Kwenye product hiyo wateja wa Mixx by Yas wanaweza kutengeneza wallet ambayo wanaweza kufanya mchango ya hela kwa ajili ya shughuli tofauti, na inachosaidia hiyo product ni kwamba it helps the bank kwenye vision yetu ya shared financial inclusion. Asante kwa kuendelea kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Naye kuongozea naitwa Frankie Tawa. Tutakaporejea, jicho letu mkoani linafuata. Endelea kuwa nasi. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani ya Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani ya Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antenna pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Shirika la Viwango Tanzania TBS linapenda kuwatangazia wafanyabiashara wote wa vyakula na vipodozi kuwa matangazo yote yanayohusiana na bidhaa hizi yanapaswa kuwasilishwa TBS kabla ya kutangazwa ili kuweza kuhakikiwa. Uhakiki wa matangazo haya unafanyika ili kuepusha upotoshaji kwa watumiaji wa bidhaa husika. Matangazo hayo ni yale yote yanayorushwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii, mabango na sehemu nyinginezo. Kwa maelezo zaidi, usisite kuwasiliana nasi kwa namba ya bure 0800110827. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotolidi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800110827.
Karibu na sasa ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Jicho Letu Mkoani leo linaangaza mkoa wa Mwanza. Mafundi nguo waliopo soko la Mlango Mmoja katika halmashauri ya jiji la Mwanza wamewaomba viongozi mkoani Mwanza kuwawezesha kupitia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali ili kuboresha mazingira ya kufanya kazi. Taarifa ya Elisha Ndalo inasimuliwa na Sharifa Suleiman. Ni eneo maalum la mafundi nguo katika soko la Mlango Mmoja. Wapo hapa wengine zaidi ya miaka 16 wanafanya kazi hii. Tamu na chungu ndio maisha yao hapa, wakijitafuta kwa riziki ya kila siku. Mwanzoni biashara kidogo at least ilikuwepo, lakini sasa hivi biashara ni ngumu sana kwa sababu hatuna vitendea kazi, mtaji ni hafifu, hatuna, na biashara ni ngumu sana kwa sasa. Tunakuta tuna michango inakuwa ni mingi. Yaani ile mambo ya hizi haya mapato ni madogo, lakini michango inapita ni nyingi, ambayo unakuta sange mingi nguo ninavyoiuza inilipi kama ambavyo ningefanya. Wanatamani kukuza mitaji yao ili wafike mbali, ila vifaa duni ndivyo vinavyokwamisha. Wanachoshangaa sasa ni hizo fursa za wajasiriamali zinazoimbwa kila uchwao, wahusika wakidai hawajafikiwa. Huwa tunasikia mama yetu huwa anatoa mikopo, ila hiyo mikopo sisi kwenye hili soko hatujai kuiona. Sisi binafsi hatujui zinatolewa vipi, na hatujawahi kuona kabisa fulani kanufaika kwa zile pesa za mama. Yaani moja kwa moja hatujui. Unaona changamoto hiyo ya pili. Kwa hiyo kama kungekuwa na watu moja kwa moja wanaotoka serikalini kutufikia sisi walengwa, ingekuwa ni bora. Wanatembelewa rasmi na mwanzilishi wa chama cha mafundi mkoa wa Mwanza, Lea Nyerembe, akiwa ni mbunifu wa mavazi. Anaona mbali kwa kundi hili endapo akiwezeshwa. Wanashona hizi nguo kama mnavyojua, tumeona kabisa nguo inashonwa inauzwa shilingi 1000. Unaweza kuwaza kwamba huyu mtu faida anaipataje? Lakini wapo mabinti wana vipaji, vijana wana vipaji. Kwa hiyo ambacho nimegundua ni kwamba baadhi yao wakiwezeshwa wanaweza kuwa madesigner wetu wa kesho. Kiongozi wa soko anakiri fursa zipo, ingawa kwao imekuwa ngumu, na wengine wakiwataka kutokata tamaa kwa kazi yao. Wanaongea Mlango Mmoja wote ni wafanya biashara, lakini sio hivyo. Mimi naongea kama kiongozi. Wapo wajasiriamali wadogo, lakini na wafanya biashara wapo. Kwa hiyo tuombe mamlaka husika waje watambue hali hiyo. Hata hao wajasiriamali wadogo, hii fedha ya Mheshimiwa Rais iwafikie. So hili ni jukumu la watu wengine ambao wameshafika mbali kuweza kuwasaidia. Kazi iliyopo sasa ni uongozi wa mkoa wa Mwanza kulithamini kundi hili ili nao waweze kupiga hatua kimaendeleo. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zinafuata. Endelea kuwa nasi. Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Vyama vya ushirika vimeendelea kutajwa kuwa nyenzo muhimu katika kujenga uchumi wa wananchi, kukuza utaalamu na kuwawezesha wakulima kuwa na sauti ya pamoja katika masuala ya uzalishaji na masoko ya mazao. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Akizungumza katika mkutano wa 8 wa chama kikuu cha ushirika mkoani Geita GCU, kaimu katibu tawala mkoa wa Geita Charles Chacha amesema serikali imekuwa ikichukua hatua na juhudi mbalimbali kuhakikisha sekta ushirika inakuwa na kuimarika, ikiwemo kuweka mazingira rafiki ya uendeshaji, usimamizi na ufuatiliaji wa vyama vya ushirika ili viweze kujiendesha kwa ufanisi na kwa misingi ya kibiashara. Ni ukosefu wa uaminifu kwa viongozi, matumizi mabaya ya rasilimali za ushirika, jambo ambalo linakatisha watu tamaa, linazua mizozo na hivyo kuathiri usimamizi wa ushirika. Kwa hii miaka miwili GCU mmejitahidi na mimi nawapongeza, lakini katibu mtendaji mkuu wa ushirika manager bado unalo jukumu, kwa sababu kupata hati isiyoridhisha ni jambo moja,
lakini uendelevu wa kupata hiyo hati ni jambo la pili. Wamehimizwa pia kutotumia tume ya ushirika kama chombo cha kutatua migogoro pekee, bali waitumie pia kama daraja la kutafuta fursa, neema na kuhamasisha mifumo bora ya ushiriki, usimamizi na uendeshaji wa shughuli za ushirika kwa mtazamo wa kibiashara. Migogoro ilikuwa ni kwa ajili ya viongozi wanakaa muda mrefu kwenye eneo moja, yani wanakuwa ni bila kufuata taratibu. Lakini kutokana na miongozo mizuri, sasa hivi hakuna viongozi wanaoleta migogoro, kwa sababu kila mtu anafahamu kama ni miaka 3 anakuwa amemaliza muda wake, na lazima tuone ni shughuli gani ameifanya. Vyama ambavyo vina migogoro katika mkoa wetu ni vyama vya madini. Vyama hivi vya madini vinakuwa na mgogoro kwa sababu maeneo wanaochimba mara nyingine hayawezi yakazalisha kama vile ambavyo wametaka. Ushirika unaoendeshwa kwa misingi ya uwazi, ushirikishwaji na biashara una uwezo mkubwa wa kuongeza kipato cha wakulima, kuimarisha masoko, mazao na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Hakikisha wakulima kwanza wanapata elimu ya kuzalisha kwa tija, kwa maana kuongeza uzalishaji kwa kila ekari. Tunawawezesha kwa kuwafikishia huduma za ugani, kwa maana wapate elimu hiyo, lakini na elimu nyingine kuhusiana na kilimo cha pamba. Tunatoa mikopo kwa ajili ya pembejeo, tunatoa mikopo kwa ajili ya kuwanunulia mazao kama wale wanaoweka stakabadhi gharani, lakini pia tunatoa mikopo kwa ajili ya kuwajengea magara pamoja na kununua mbegu. Mfano hawa wa kwetu hapa waleo wa Geita, wao wanahitaji kununua mbegu za pamba, kwa hiyo mikopo hiyo pia tunatoa. Aidha, GCU imeweka mikakati ya kufua kiwanda cha kuchambua pamba kilichopo Kasamwa mkoani Geita. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Asante Salma Mrisho, na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zinafuata, endelea kuwa nasi. Irani na Marekani zinaendelea na mazungumzo nchini Oman, ambapo Tehran inatakiwa kupunguza asilimia kidogo kwa mpango wake wa nyuklia, huku Washington ikiacha wazi tishio la hatua za kijeshi iwapo mazungumzo hayo yatashindwa. Charles Machugu na undani wa habari hii. Wawakilishi wa Marekani wamefanya mazungumzo na wenzao wa Iran mjini Muscat, Oman, kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo haya ni ya kwanza tangu Marekani ishambulie maeneo ya nyuklia ya Iran mnamo mwezi Juni, wakati wa vita vya siku 12 vilivyosababishwa na shambulio la Israel dhidi ya Iran. Mazungumzo haya yanakuja baada ya ukandamizaji mkali kwa utawala wa Iran dhidi ya harakati zilizoenea za maandamano zilizoanza mapema mwezi Januari, ambao uligharimu maisha ya maelfu ya watu, na baada ya mfululizo wa vita vya maeneo kati ya Washington na Tehran. Kwa upande wake, Tehran inataka tu kuzungumzia mpango wake wa nyuklia ambao katika eneo hilo unachochea hofu ya shambulio la Marekani, kama vile matukio ya kulipiza kisasi kwa Iran dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani au kuelekea Israel. Lakini Washington inatathmini uongozi wa Iran kuwa katika hatari zaidi tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 kufuatia maandamano ya kitaifa na ukandamizaji mkali kutoka kwa mamlaka ya Iran. Tukiangazia Marekani. Akizungumza na wanahabari katika ikulu ya Marekani, katibu wa habari wa ikulu ya White House, Bi Caroline Leavitt, amesema rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa kuwepo makubaliano mapya ya nyuklia baada ya mkataba wa mwisho wa kudhibiti silaha za nyuklia kati ya Urusi na Marekani kumalizika jana Alhamis. Hatua hiyo imesababisha hofu ya ushindani mpya wa silaha ulimwenguni baada ya mkataba huo wa New START kudumu kwa muda wa miongo miwili. Rais Trump amesema mkataba wa New START ulijadiliwa vibaya na umekiukwa kwa kiasi kikubwa. Rais Trump amependekeza kwamba mkataba mpya utoke ambao utakuwa umeboreshwa na wa kisasa na unaoweza kudumu kwa muda mrefu katika siku zijazo.
Serikali ya Rais Trump mara kwa mara imekuwa ikishinikiza kuwa mkataba wowote mpya unapaswa kuijumuisha na China. Kwingineko, afisa mkuu wa Urusi Luteni Jenerali Vladimir Alexeyev amepigwa risasi nyingi na kujeruhiwa akiwa mjini Moscow katika shambulizi la aibu na mshambuliaji asiyejulikana. Msemaji wa kamati ya uchunguzi Svetlana Petrenko amesema Alexeyev amepigwa risasi mara kadhaa na washambuliaji wasiojulikana katika jengo moja la makazi kaskazini magharibi mwa Moscow na baadaye kukimbizwa hospitalini. Hata hivyo, Petrenko hakutaja aliyehusika katika shambulio hilo dhidi ya Alexeyev, ambaye amehudumu kama naibu mkuu wa idara ya kijasusi ya Urusi tangu mwaka 2011. Tukio hilo linakuja siku moja tu baada ya wajumbe wa Urusi, Ukraine na Marekani kumaliza mazungumzo ya siku 2 Abu Dhabi yaliyolenga kuumaliza mzozo wa Ukraine ambao umedumu kwa takriban miaka 4 sasa. Tukio hili linasisitiza hatari zinazoendelea kwa uongozi wa kijeshi wa Urusi wakati wa mzozo wa Ukraine. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Zaidi ya watu 30 wameuawa baada ya mlipuko kutokea katika msikiti wa Washia uliopo katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, wakati wa sala ya Ijumaa, ambapo kiasi cha watu 24 wamepoteza maisha papo hapo, huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa katika mlipuko huo. Shambulio hili limetokea katika eneo la Hadija Tul Kubra Imam Bagar mjini Tarlai. Linaashiria moja ya matukio mabaya zaidi katika mji mkuu kwa miaka mingi na kuzua wasiwasi mpya kuhusu vurugu za kidini na usalama. Hadi sasa chanzo au lengo la shambulio hilo halijabainika, lakini jamii ya Washia wa Pakistan imekuwa ikilengwa mara kwa mara katika mashambulio ya aina hii katika miaka ya hivi karibuni. Naye waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali shambulio hilo. Vilevile, rais wa Pakistan Asif al-Zardari ametoa tamko kali kulaani mlipuko huo uliotokea msikitini. Na hizo zilikuwa ni habari za kimataifa, zilikuwa zinawasilishwa naye Chazi Machugu. Tunaenda mapumziko mafupi, habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kuwa nasi. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Naam, baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Kocha wa timu ya Azam FC Florent Ibenge amesema anajua mchezo wao wa AC Maniema ya Congo DRC utakuwa mgumu sana na wenye ushindani, lakini ameandaa timu yake kuhakikisha inashinda na kujiweka katika mazingira ya kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tupate taarifa kamili. Burudani kiufundi licha ya timu yake kupoteza mchezo uliopita kwa kufungwa mabao 2-0 katika mchezo uliopigwa huko DRC Congo. Tunajua timu ya AS Maniema ni timu nzuri na tunataraji tutakuwa na mchezo mkubwa. Tumefanya mazoezi ya kutosha, kwa hiyo tunakwenda uwanjani kwenda kupambana kuhakikisha tunapata ushindi katika mchezo huo.
Ibenge anasema wapo tayari kupambana kwa muda wote wa mchezo kwa lengo la kupata matokeo chanya. Hatuna shaka na mchezo wa kesho. Kipindi cha kwanza kilikuwa Kongo na kipindi cha pili sasa ni Tanzania. Ninaamini utakuwa mchezo mzuri kwetu, na lengo letu ni kushinda kila michezo iliyosalia na kuweka juhudi za kutosha, na kwetu sio mchezo wa ushindani bali ni kupata ushindi. Kocha mkuu wa AS Maniema Pati Kimoto anasema licha ya Azam FC kuzidi kuimarika, lakini amekiandaa kikosi chake kushinda ugenini. Katika kundi letu tunapenda kuhakikishia kwa timu inayoshika nafasi ya kwanza ijiandae kuona tutakuwa na mabadiliko kwa kushinda mchezo wa Jumamosi, na tupo tayari kupata pointi zote katika mchezo huo dhidi ya Azam, na mchezo huu ni muhimu sana kwetu. Manahoza Chav Onoya wa AS Maniema na Sadio Kanuti wa Azam FC wanasema watatumia mbinu za makocha wao ili kuzipa ushindi timu zao. Mechi ya Azam FC itakuwa ngumu, lakini kikosi chetu kimejiandaa kuhakikisha kinafanya vizuri katika mchezo huo. Hatuna wasiwasi na mchezo wa kesho, na Azam imejiwekea malengo kuhakikisha wanashinda mchezo huo, na sasa wapo vizuri zaidi kimchezo. Katika msimamo wa kundi B wa kombe la shirikisho, Azam FC inashika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 6, wakati AS Maniema ipo katika nafasi ya 2 ikiwa na pointi 9, na timu zote zimecheza michezo 4. Abdullah Pandu, Star TV, Zanzibar. Kila laheri timu ya Azam. Benchi la ufundi la timu ya Pamba Jiji FC limesema ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Coastal Union ya Tanga kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza umetokana na wachezaji kuyafanyia kazi maelekezo aliyowapa kwenye uwanja wa mazoezi. Wilson Elisha huyu hapa kwa taarifa zaidi. Baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, kocha mkuu wa timu ya Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema ushindi huo unaendelea kuongeza ari na hamasa kwa wachezaji na mashabiki kwa michezo ijayo ya ligi kuu ya NBC. Vijana wametii waliowapa mwanzo heshima walioshinda then walipokubali second half kwenda pale kuambia nendeni mcheze mpira, enjoy mpira, msiwe wanacheza na pressure. So nafikiri mimi nitawapongeza vijana. Kwa hiyo wameweza kutii yale maneno ambayo tumewapatia second half, na wamekuja ndani ya uwanja, hiyo changes moja tumefanya, tumeona imebadilisha kitu. Kocha msaidizi wa Coastal Union Joseph Lazaro baada ya kipigo cha mabao 3-0 amesema ameshindwa kuibuka na ushindi kutokana na wachezaji wake kukosa umakini katika mchezo huo. Tunakosa nafasi. Kama nilivyokuambia, Pamba amefika huko. Sio kama yani wametumia makosa yetu. Kipindi cha kwanza tulifika huko hatukutengeneza. Wao wametengeneza, kila walotengeneza walikuwa na wingi. Kwa hiyo tusiangalie sio mechi nini ninazosema tu. Tunataka kupoteza zote. Kwa sababu tukae. Kwa nini tunapoteza? Kwa nini tunaruhusu magoli kipindi cha pili? Kwa sababu sisi kwanza ukitufunga goli moja tutarudisha. Ukitufunga turudishe. Kwa kwenye uwanja wa mazoezi lazima tuwe na mentality hiyo. Wapi tunakosea? Kwa nini tunaruhusu kipindi cha pili? Je, tunachoka? Mjumbe wa kamati ya mashindano ya timu ya Pamba Jiji FC Ali Malbai amewaomba mashabiki waendelee kuiunga mkono ili kuwapa morali wachezaji na benchi zima la ufundi, huku msemaji wa timu hiyo Moses William akisema ushindi huo ni salamu kwa timu zitakazokutana na Pamba Jiji FC katika mfululizo wa ligi kuu. Ushindi tuliopokea kwa sababu tulikuwa na uhitaji wa ushindi, na tumepata ushindi katika mchezo wetu huu ambao ulikuwa ni muhimu sana kwetu sisi kushinda baada ya kupoteza mechi mbili katika Dar es Salaam katika uwanja wa Meja Isamuhyo mbele ya JKT Tanzania, lakini pia tulipoteza mchezo wa Mtibwa. Kwa hiyo itoshe kusema tu kwamba tumerejea katika mentality yetu ya kushinda. Kwa heshima ya Coast, sisi na Coast ni miongoni mwa timu kongwe kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kwa ile heshima tulitaka tumtunzie heshima, lakini kwa maneno ambayo alikuwa anayasema dhidi ya timu yetu, hiki ndicho ambacho kimeweza kutokea. Kwa hiyo malengo yetu yalikuwa ni magoli 5, lakini hiki ambacho tumekipata si haba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunajipanga kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata.
Kwa ushindi huo, Pamba Jiji FC imefikisha alama 20 baada ya kucheza michezo 13, wakati Coast Union kibaki na alama 11 katika michezo 13 iliyocheza. Wilson Elisha, Star TV.